Na hii ni Mnyalu TV. Mtafiti aliyojitolea kumezwa na anakonda anayefahamika kama Paul Losolie. Kama ulihisi umemaliza kushuhudia maajabu yote ya dunia, basi nikujuze yapo mengi ambayo bado hujayashuhudia. Mwaka 2014, mtafiti wa wanyama porini na mhifadhi wa mazingira anayefahamika kama Paul Losolie aliamua kufanya jaribio la kipekee ambalo lilizua mijadala mikubwa duniani kote, kujaribu kumezwa na nyoka mkubwa wa aina ya anakonda wa kijani. Jaribio hili lilirushwa kupitia kipindi cha Discovery Channel kilichopewa jina la Eaten Alive. Lengo la Losolie lilikuwa kuvutia umakini wa watu kuhusu uharibifu wa mazingira katika msitu wa Amazon na kuonyesha ukubwa na uwezo wa nyoka hao wa ajabu. Alitaka kuwafanya watu waone umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya anakonda kwa kuonyesha jinsi walivyo viumbe wa ajabu, lakini pia walio hatarini kutokana na shughuli za kibinadamu kama ukataji miti na uwindaji wa haramu. Ili kuhakikisha usalama wake wakati wa jaribio, Losolie alitengeneza suti maalum iliyoundwa kumkinga dhidi ya nguvu za kubana za anakonda kama vile asidi ya mmeng'enyo, na suti hiyo ilikuwa na nyenzo ngumu za kuzuia kubanwa na mafuta yenye harufu ya mawindo ili kumvutia zaidi nyoka huyo wa aina ya anakonda. Ilikuwa na mfumo wa kupumua uliomwezesha kupumua akiwa ndani ya umbo la nyoka, pamoja na kamera na vifaa vya kurekodi ili kunasa tukio, na maandalizi haya yote yalifanywa kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha jaribio hilo linafanyika kwa njia salama, lakini pia ya kuvutia kwa watazamaji. Baada ya maandalizi makali, Losolie na timu yake walipata nyoka mkubwa wa aina ya anakonda mwenye zaidi ya mita 7.5 na uzito wa karibu kilo 250. Waliachia anakonda aimarishe udhibiti wake wa kiasili, huku Losolie akitayarishwa kwa hatua ngumu zaidi ya jaribio lake. Mara anakonda alipoanza kumshambulia, alianza kujizungusha mwilini mwa Losolie akibanwa kwa nguvu kubwa kiasi kwamba alianza kuhisi mbavu zake zikibana sana. Japokuwa suti yake maalum ilikuwa inamsaidia kupunguza shinikizo kali la nyoka huyo mkubwa, na kadri nyoka huyo alivyoendelea kujiviringisha mwilini mwake, ikafika wakati ambao alianza kufungua taya zake kubwa na kujaribu kummeza. Katika hatua hii, Losolie alihisi shinikizo kubwa mwilini mwake, huku sehemu ya kichwa chake ikiwa tayari ndani ya taya za anakonda. Lakini muda si mrefu alianza kuhisi kupoteza nguvu, upungufu wa hewa na shinikizo kubwa mwilini mwake. Ilikuwa dhahiri kwamba ingawa suti ilikuwa imetengenezwa kulinda mwili wake, bado hakukuwa na uhakika kama angeweza kustahimili zaidi bila madhara makubwa. Katika hali ya dharura, alitoa ishara kwa timu yake waingilie kati na kumsimamisha nyoka huyo kabla mambo hayajaharibika zaidi. Kwa haraka walimwondoa kutoka kwenye makucha ya anakonda na kumtoa nje akiwa amechoka, lakini alikuwa mzima. Baada ya jaribio hili, majibu kutoka kwa umma yalikuwa tofauti, na wanaharakati wa haki za wanyama walikosoa vikali tukio hilo, wakidai kuwa ilikuwa ni unyanyasaji wa nyoka na lilifanywa kwa ajili ya burudani badala ya utafiti wa kisayansi. Mashirika kama PETA, People for the Ethical Treatment of Animal, walilaani jaribio hilo na kusema lilikuwa la kikatili kwa mnyama huyo. Watazamaji wengi walivunjika moyo kwa sababu walitegemea kuona Losolie akimezwa kabisa na anakonda, lakini jaribio lilikatishwa mapema. Wengine walihisi kuwa lilikuwa jambo lililotengenezwa kwa ajili ya televisheni na lilihamishwa utalii wa kinyama badala ya uhifadhi wa mazingira. Hata hivyo, watafiti wengine walipongeza juhudi za Losolie, wakisema ingawa ilikuwa ni hatari, ilifanikiwa kuleta mjadala mpana kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya msitu wa Amazon.
Tukio hilo lilikuwa moja ya majaribio hatari zaidi kuwahi kufanywa kwa televisheni na ilizua mijadala mingi kuhusu maadili ya utafiti wa wanyama wa porini, ingawa halikutimiza matarajio ya watu wengi waliotaka kuona Loselie akimezwa kabisa na nyoka huyo. Ilifanikiwa kuvuta hisia za watu, kuleta mjadala mkubwa kuhusu uhifadhi wa mazingira, tabia za anakonda na changamoto za misitu ya mvua ya Amazon. Paul Loselie aliendelea na kazi za uhifadhi wa mazingira na ameandika vitabu kuhusu misitu ya Amazon na changamoto zinazowakumba wanyama porini. Tukio hilo linaendelea kuwa moja ya matukio ya ajabu zaidi kuwahi kuonyeshwa kwenye televisheni na mjadala wake haujapona hadi leo hii. Mtazamo wako ni upi kuhusiana na tukio hilo la ajabu la mtafiti aliyojaribu kuhatarisha maisha yake ili kufanya utafiti juu ya nyoka huyo aina ya anakonda? Nijuze hapo kwenye sehemu ya comment, na kisa hiki kimetokea moja kwa moja kutoka kwa Mjenzi. Usisahau kusubscribe na kuturn on alama notification ili wa kwanza kupata habari zinazowekwa hapa. Na hii ni Mnyalu TV.